Asifiwe. Namshukuru Mungu aliyenipa tena neema nyingine, ni siku yetu nyingine na kwenda kusikia neno la Bwana. Tumekuwa na mafundisho kwa habari ya nguvu ya sadaka, na leo ni siku yetu ya tatu ya kuangalia kwa habari ya nguvu ya sadaka. Na leo tunaangalia kwenye kitabu kile cha Matendo ya Mitume, Matendo ya Mitume 9 mstari wa 36 hadi 40. Matendo ya Mitume 9 36 anasema hivi: na mwanamke mmoja alikuwa Yafa, jina lake Tabitha, tafsiri yake Dorcas, yaani Paa. Mwanamke huyo alikuwa amejaa matendo mema na sadaka zilizozitoa. Ikawa siku zile akaugua akafa. Hata walipokwisha kumwosha wakamweka orofani. Na kwa kuwa katika mji wa Lida ulikuwa karibu na Yafa, nao wanafunzi wamesikia kwamba Petro yuko huko, wakatuma watu wawili kwenda kumsihi na kusema, usikawie kuja kwetu. Petro akaondoka akafuatana nao. Alipofika wakampeleka juu orofani. Wajane wote wakasimama karibu naye wakilia na kumwonyesha zile kanzu na nguo alizozishona Dorcas wakati ule alipokuwa pamoja nao. Petro akawatoa nje wote, akapiga magoti akaomba, kisha akaelekea yule maiti pamoja na Petro akawatoa nje, akapiga magoti akaomba, kisha akaelekea yule maiti akasema, Tabitha, ondoka. Naye akafumbua macho yake, na alipomwona Petro akajinyosha akaketi. Bwana Yesu asifiwe. Hizi ni habari njema za habari ya mtumishi wa Mungu anaitwa Dorcas Tabitha au Ayala. Alikuwa ni mwanamke ambaye alikuwa amejaa matendo mema. Alikuwa na hofu ya Mungu, alimcha Mungu, alitembea na Mungu na alifanya vizuri katika utumishi eneo la sadaka. Huyo mama alikuwa akiwashonea wajane nguo na alikuwa akiwapa wale wajane kama sadaka, na akaugua akafa. Sasa hawa wajane wakaja wakawa wanaomboleza, lakini wakati wanaomboleza wanasema juu ya sadaka za Dorcas. Hawakuona kitu kingine isipokuwa sadaka za Dorcas ambazo alisimama akifanya wakati wa uhai wake. Wakati ni mzima aliwashonea watu nguo, hasa wajane. Aliwakumbuka wajane, aliwabariki wajane, kwa alifanya ibada mbele za Bwana na kutoa sadaka kwa ajili ya wajane. Sasa sadaka zake hazikunena tu wakati yuko hai, zilinena hata wakati amekufa. Dorcas amekufa, lakini sadaka zake zinanena, na kilichomfanya watu wampate Petro aje ili Mungu wa Petro ajidhihirishe pale, si tu kwamba alikuwa ni mpendwa, sadaka. Wajane walisema, jamani, sadaka zake. Kwa hiyo walimwombea, lakini alionekana kwamba Mungu aliyeweka upako wa kuamsha Dorcas ulikuwa ndani ya Petro. Kwa Petro akaitwa akaja. Alipokuja Petro, alipoomba, tuna Dorcas akafufuka, akamwangalia, akaketi. Pointi yangu ni nguvu ya sadaka. Sadaka zako unazozitoa kwenye madhabahu ya Mungu zina nguvu, ukijua hilo. Kama unazitoa kwa imani, kama unamtumikia Bwana kwenye ibada, huu ni wakati wa kumwambia Bwana, sadaka zangu zinene kitu. Hatutakufa kama Dorcas ndo sadaka ziongee. Kuna vitu vingine yumkini vimekufa kama Dorcas. Wako hai, lakini kuna vitu vyako vimekufa. Kuna vitu unaona kabisa kwa kweli, kwa jinsi ya rohoni ni maiti ambayo inahitaji sadaka zako zinene kitu kwa madhabahu ya Bwana, na zinaponena mauti iondoke. Mauti inaweza kukimbia kwa sababu umekuwa mwaminifu kwa Mungu wako, umekuwa mwaminifu kwa ibada. Watu watasema, mtumishi, nimetoa sadaka sana, lakini sioni matokeo. Umefanya ibada nyingi nyakati na majira,
lakini sioni matokeo. Yumkini Mungu amenileta kwako kama Petro katika ujumbe huu, niseme niombe mbele zako, na zile mauti ambazo zimeingia ziweze kuondoka. Ziko mauti zimekuja, hazikuathiri wewe tu, lakini kuna watu. Jana tuliona kwamba Hezekia aliugua na alikuwa kwenye hali ya kufa, lakini kwamba Bwana kumpa alipoenda mbele zako, na sadaka za Kornelio zilimfanya aongeze miaka 15, lakini ile neema miaka Kornelio 15 ilivusha taifa zima. Sema nami nitaliokoa taifa hili na adui zao. Sasa nawe pia sadaka zako, shetani anaweza akapiga sadaka zako, anaweza akakupiga mahali ambapo ni chanzo cha kuvuka ona wengine. Anaweza akapiga uchumi, anaweza akapiga maeneo fulani ambayo anajua kabisa nikiachilia mauti kwenye kona hii atafeli yeye na wengine. Dorcas bado alikuwa na kazi ya kutunza wajane, bado alitakoneko. Ndio maana shetani alikatisha mbele, akamzima ili wajane wasipate, sababu alikuwa hajanunua mwingine wa kureplace. Yani ile nafasi ilikuwa na gap, ile nafasi ilikuwa wazi. Kwa Mungu alichonaona ni kweli, shetani amekatisha mbele, akakata maisha ya Dorcas, na Mungu akasema hapana. Yuko mtumishi wangu Petro atasimama, ataomba. Kwa maombi ya Petro, Dorcas alikuwa hai. Na maombi tunakwenda kuomba leo, amini tu kiwango chako, sababu wale watu waliamini kwamba mtumishi Mungu Petro akija kwa hapa na kuomba kuna kitu kinatokea. Naye Bwana amenua kama Petro wako siku ya leo, ninapoomba amini, na kuna mauti zitakimbia. Kwa nini? Kuna nguvu ya sadaka madhabahu ya Bwana, ambapo tunatakiwa hiyo nguvu idhihirike saa hii. Na kumbuka kilichofanya Petro aombe si tu kwamba ni kuomba, lakini sadaka zilinena kitu mbele za Bwana. Nami nimejifunza mara kadhaa, kuna watu wanaachilia sadaka madhabahu na kutumika, na kuna saa Mungu anakuambia sadaka za mtu huyu zinanena mbele zangu, mtafute mtu huyu. Juzi nilikuwa kwenye huduma mahali, Mungu akaniambia kuna mama mfano alitoa sadaka yake kwa ajili ya binti yake katika majira fulani. Tafute yule mama. Kwa nini? Sadaka ilinikumbusha, mwasema sadaka yake ni ukumbusho. Kwa hiyo unapoachilia sadaka hazifi, sadaka zinakuwa hai, na kuna wakati usiozania ile sadaka zinadhihirisha ile neema Mungu ndani yake. Nami naamini kwamba ujumbe huu umekuja kwa wakati. Mwamini Mungu. Tunakwenda kuomba, amini ya kwamba kuna mauti na kuachilia. Kwa nini? Iko sadaka ya madhabahu ya Mungu aliye hai. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu uliye hai, Kristo Yesu ni ile jana, leo na hata milele. Uliyetenda Mungu kwa Dorcas nyakati zile, uko hapa. Nami nasimama kwa ajili ya sadaka ambazo Baba nimezitoa kwenye madhabahu yako kwa nyakati na majira tofauti. Vile sadaka ziwe ukumbusho mbele zako saa hii, ukanijibu maombi yangu Bwana, na maombi nasimama na watumishi wako Bwana. Kumbuka sadaka ambazo nimeziachilia Bwana kwa nyakati tofauti na majira tofauti, hizo zikanene Baba, zikafungue mbingu na ulimwengu wa roho Bwana, we tayari kuruhusu upenyo wa maombi na majibu kutokea katika jina la Yesu. Baba, nasimama mbele zako kwa ajili yangu na watoto wako wanafurahi kulicha jina lako, ambao wameachilia sadaka zao kwenye madhabahu yako kwa nyakati na majira tofauti. Wameachilia sadaka Bwana, hizo sadaka zinanena kwenye madhabahu yako. Ile sadaka ya Kornelio, ile sadaka ya yule mama Dorcas ilinena kupitia majane wale wajane, leta zile sadaka Bwana, wakilia wakisema, sadaka zake hizi hapa, nami naziita sadaka za watoto wako walizotoa kwa wajane, kwa yatima, walipotoa kwenye ujenzi wa makanisa, walipotoa kwenye siri na makongamano ya maombi, walipotoa Bwana kwenye mikutano ya Injili, walipotoa Baba kwa wahitaji, walipokuja wahitaji Bwana wakafanya kitu kwao Baba, zile sadaka naziita kwenye madhabahu yako Mungu. Hizo sadaka zikanene kitu mbele ya madhabahu yako,
Mungu kawachilie watoto wako, uachilie Mungu katika majira haya, uachilie Bwana katika jina la Yesu. Nami kwa mamlaka alionipa Bwana, ninakemea roho ya mauti iliyoachilia kwenye maisha yao. Ziko mauti kwenye uchumi, ziko mauti kwa watoto, ziko mauti kwenye afya, ziko mauti kwenye ndoa, ziko mauti kwenye huduma. Ila mauti iliyosimama Baba, naikemea na kuivunja kwa jina la Yesu. Inang'oa roho ya mauti iliyosimama kwa mtoto wako, hiyo mauti inayofisha vitu vyake katika jina la Yesu. Inasimama mbele ya madhabahu yako Baba, nikiziita sadaka za mtumishi wako, hizo sadaka zinene mbele ya madhabahu yako sahihi, hizo sadaka ziwe ukumbusho sahihi, zikanene Bwana kwenye madhabahu yako, ukamjilie Bwana. Haijalishi yuko Tanzania, nje ya mipaka ya Tanzania, wako ambao wamekutolea sadaka kutoka nje ya Tanzania, Baba, kutoka Australia, Baba, kutoka Canada, kutoka Uingereza, kutoka Marekani, kule Texas, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kutoka kwa Adelaide, Australia, Bwana, mkono wako unafika kila mahali, mkono wako upo Bwana, na kila mahali ambapo mtu anafuatilia maombi haya, mkono wako udhihirike kwake, maana Bwana, katika ulimwengu wa roho hakuna umbali, inachotunganisha tu ni imani. Nami kwa imani kwa jina la Yesu zita sadaka za mtumishi wako, ikasimame mbele zako sahihi, zikanene Baba ukombozi wake, zikanene wokovu wake. Nami nakemea roho ya mauti iliyoachiliwa kufisha chanzo cha wengine kupokea baraka, vile vyanzo vya baraka, vile vyanzo vya mafanikio, vile vyanzo ambavyo vimeachiliwa roho ya mauti, inaikemea kwa jina la Yesu. Roho ya mauti achilie hivyo vyanzo vilivyovikamata kwa mtumishi wa Mungu, na imekuwa ni hasara kwa wale wanaomzunguka katika jina la Yesu. Wengine Baba wako ndani ya familia, wao wamebeba riziki wa familia, wamepigwa ndani ya familia na familia nzima inahangaika katika jina la mauti iliyoachiliwa kwenye uchumi, inaikemea na kuivunja kwa jina la Yesu. Inaikemea na kuibomoa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mauti toweka kwa jina la Yesu, mauti toweka kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Ziko mauti zimeachiliwa kwa watoto wa watumishi wako, wako watoto ambao wamepelekwa kwenye vyuo, wakachekechea vyuo, na mauti zimepita kwenye elimu, zimepiga hiyo elimu. Inakemea na kuvunja kwa jina la Yesu. Inakemea roho ya mauti iliyoachiliwa, inaikemea na kuivunja katika jina la Yesu. Roho ya mauti na kukemea, achilia uliposhikilia, achilia katika jina la Yesu. Na achilia uzima, na achilia uzima, na achilia uzima, na achilia uzima katika jina la Yesu. Roho haribifu na mauti na ing'ona kuiseta kuzimu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Roho ya uharibifu liposhikilia kwenye vyanzo vya familia hiyo, hata familia inashinda kusonga mbele, hivyo vyanzo vilivyoachiliwa mauti, inaikemea mauti achilia vyanzo vya hiyo familia katika jina la Yesu. Wako ambao Mungu wana maono makubwa ya kuifanya kazi yako, wanahitaji kusapoti kazi yako, wanahitaji kusapoti Baba madhabahu yako, lakini kuna vyanzo vya mapato vimeachiliwa mauti, ili wasisapoti kazi yako mahali walipo katika jina la Yesu. Hiyo mauti iliachiliwa ili kupiga vyanzo vya mapato, ili kuzia kazi yako isisonge mbele. Hiyo roho naikemea na kuivunja katika jina la Yesu. Inang'oa roho ya mauti, inaing'oa na kuiseta kuzimu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Roho yote iliyosimama kwenye vyanzo vya mafanikio ili kuzia kazi ya Mungu
kusonga mbele, inakukemea kwa jina la Yesu. Achilia hivyo vyanzo vya mafanikio katika jina la Yesu. Wako ambao Bwana umewainua kwa ajili ya kusapoti watumishi wako kutoka kwenye mataifa mbalimbali, wamekuwa baraka kwa wengine, kama vile Dorcas alikuwa baraka kwa wajane, lakini wako ambao umewapa baraka ili wawe baraka kwa watumishi wako kutoka maeneo tofauti, lakini sasa wanapita kwenye vita. Hiyo vita imepiga uchumi wao, ili wale watumishi ambao walikuwa wanasapotiwa na huyo mtumishi wa pili, hiyo roho ya mauti iliachiliwa, naikemea na kuivunja kwa jina la Yesu. Naikemea roho ya mauti iliyokuja kupiga uchumi wa mtumishi wako, ili wale wengine ambao wanasimama naye wasifanikiwe kihuduma. Inakemea hiyo roho, hiyo mauti iliachilia kwenye uchumi wako, ili usisapoti kazi ya Bwana. Hiyo roho ya mauti naikemea na kuivunja katika jina la Yesu, katika damu ya mauti toweka kwa jina la Yesu. Nami naomba uzima wa Mungu achiliwe ndani yako. Pokea uzima, pokea uzima katika jina la Yesu. Mungu aliyemjilia Dorcas akujilie leo. Hiyo mauti iliyopita mahali popote leo ikimbie, kuachie katika jina la Yesu. Maana Mungu wetu ni Mungu mkuu, maana Mungu wetu ni Mungu aliye karibu, maana Mungu wetu ni Mungu wa matendo makuu katika jina la Yesu. Asante Bwana, maana umetenda kwa mtumishi wako. Asante kwa msaada na wokovu wako. Asante kwa ajili ya nguvu zako ambazo umeziruhusu Bwana, na mzipite kupitia sadaka. Nami naziita sadaka zote za watumishi wako, maana umesema Bwana, hata kama mtu akimpa mtu kikombe cha maji baridi kwa kuwa ni mtumishi wako, thawabu yake itampotea. Nami naomba thawabu ya watumishi wako isiwapotee. Hata kama alitoa kikombe tu cha maji baridi kwa mtumishi wako, ni sadaka hiyo nayo Bwana Mungu, kupitia hiyo thawabu Baba ukaondoe roho ya mauti na umfuatilia katika jina la Yesu. Mkono wako juu yake kumtendea mema katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, amen. Mungu akubariki mtumishi wa Bwana anayefuatilia kwenye akaunti yangu ya Facebook, kwenye channel yangu ya YouTube. Mungu awabariki sana, mwana wengine wakishare, basi Mungu akubariki. Kumbuka ku like, ku comment, lakini kushare, ili Mungu atupe wafuatiliaji wengi. Nashukuru nimeona view wakiongezeka sana Facebook. Mungu awabariki sana, mwana watu kadhaa wameshare maombi yetu ya siku ya juzi. Mungu akubariki, Mungu akupe neema kushare. Unaposhare, wale ambao kwenye akaunti yako wanashiriki pia maombi haya. Mungu akubariki, Mungu akutunze, zidi kuniombea pia, ili tuweze kuendelea kufanya kazi ya Mungu kwa mapenzi ya Mungu. Amen.